Karibu tena kwenye uchambuzi wa kidunia. Ungefanyaje katika hii vita ambayo inaendelea? Walianzisha vita hii mwaka 2026. Malengo makubwa ya vita hii ilikuwa ni kumshusha Mwirani kiuchumi. Karibu tena kwenye uchambuzi wa kidunia. Leo nina swali moja tu la msingi sana kwako mtazamaji. Iwapo wewe ungekuwa ndio rais wa Marekani bwana Donald Trump, je, ungefanyaje katika hii vita ambayo inaendelea baina ya Marekani na Iran? Trump na Israeli walianzisha vita hii mwaka 2026 Februari tarehe 28. Mpaka sasa vita hii ina mwezi mmoja na kitu. Trump aliita operation hii Epic Fury na Israeli waliita Rising Iron. Sasa malengo makubwa ya vita hii ilikuwa ni kumshusha Mwirani kiuchumi ili asiwe na usemi wowote, asiweze kujitegemea, asiweze kujilinda. Ndio tunaweza tukasema malengo direct kabisa ya vita hii. Sasa twende moja kwa moja matokeo ya vita hii mpaka nakuja kukuuliza swali langu la msingi. Matokeo ya vita hii yamekuwa ni mabaya sana kwa upande wa Israeli na kwa upande pia wa bwana Trump. Moja kwa moja tuseme Marekani. Sasa Irani amewapiga vibaya sana Israeli na amempiga vibaya sana Marekani. Kitu ambacho Marekani hakuwa amekitegemea katika vita hii. Lakini vivyo Israeli hakutegemea matokeo haya katika hii vita. Sasa ni nini tunakwenda kukiona moja kwa moja baada ya matokeo haya? Tunaenda kumuona Marekani anatakiwa afanye maamuzi. Je, unajua kwamba vita hii haikuwa ya washirika wote wa NATO? Pale ambapo Marekani alipoanzisha tu vita hii, alipoona mambo yanamwendea ndivyo sivyo, akaanza kupiga mayowe. Jamani, wasaidizi wangu, alliance wangu wa NATO, mje mnisaidia. Akamwita Japan, akamwita kansela wa Ujerumani, akamwita Kistama wa Uingereza, akamwita Faransa, akamwita, yani kila mtu alikuwa anapiga mayowe kama vile kichaa. Kwa nini alikuwa anapiga mayowe? Ni kwa sababu vita imemwendea tofauti kabisa na ambavyo alikuwa anafikiria. Alikuwa anahisi kama vile watu wa Iran hawana teknolojia, hawana nini. Moja kati ya vitu ambavyo alikuwa anafikiria baada ya kuwekewa vikwazo vya muda mrefu zaidi ya miaka 40, akawa anajua kabisa moja kwa moja saizi Iran hamna kitu. Lakini alipoingia tukaona moto, alipigwa vibaya sana. Baada hapo akaanza kuita msaada. Unajua nini walimjibu Trump wale ambao walikuwa naomba msaada, ambao ni mashirika mengine ya NATO? Wakamwambia no, vita hii si ya kwetu. Vita ni ya kwako mkuu. Hatuhusiki chochote na vita hii, wala vita hii sio ya NATO. Vita ni ya kwako mwenyewe. Sasa nakurudisha kidogo nyuma. Kwa nini watu wanasema kwamba vita hii sio ya NATO, ni vita ya kwake Trump moja kwa moja? Ni kwa sababu faili za Epstein, mwanangu, faili za Epstein ndio vita hii imesababishwa. Kumbuka vita hii ilikuwa ni ya Israeli na Iran. Lakini Marekani au Trump amevutwa kwenye hii vita ni kwa sababu ya faili za Epstein. Epstein ni nani? Unajiuliza swali kimoyomoyo na kujibu moja kwa moja. Epstein alikuwa ni jasusi wa Israeli. Aliwekwa pale madhubuti kwa ajili ya kublackmail viongozi wakubwa wa dunia. Na alifanikiwa. Alimblackmail Trump, aliblackmail bwana Bill Gates, aliblackmail matajiri wakubwa sana ambao wanaweza kufanya maamuzi ya duniani. Trump amekuwa blackmailed na ametajwa kwenye faili za Epstein. Anawezaje kujitoa sasa kwenye hii? Israeli akamwambia okay, brother, look, namna pekee ya kujiondoa katika huu msala ni kuingia vitani kupigana kwa ajili yetu. Kumbuka Epstein alikuwepo pale ni kwa ajili ya maslahi ya Israeli. Siku zote Israeli wanafanya hivi. Na hii ndio ulimwengu wa kumpinga Kristo unafanya. Hata hao ambao mnawaita Freemason, wanachokifanya wao, wanahakikisha unaingia kwenye mitego yao. Wanahakikisha unaingia kwenye 18 zao. Wanakuwa na picha zako zote mbaya mbaya, matukio yako mabovu ambayo yoyote yale ambayo yanaenda kinyume na haki za binadamu, kinyume na mashirika ya watu wanaopambana na haki za binadamu, kila kitu. Wakisha kuwa na control, then wanakurani kama wanavyoweza. Trump tulikuwa ameingia kwenye mtego. Guess what? Trump akaambiwa chagua, unaenda huku au unaingia vitani.
Trump akachagua kuingia vitani. Maskini wa Mungu akaingia vitani bila kujiandaa. Akakutana na alichokutana. Sasa ameshindwa vita, upande wa pili akiacha vita anarudi tena kukutana na mafaili ya Epstein. Hawezi kumwacha salama kwa sababu Israeli wanamwambia bwana, tulichokianzisha inabidi kikamilike. Huwezi kuondoka kwenye vita bila kukamilisha vita. Na ukamilifu wake ni kuhakikisha kwamba Iran anadhoofishwa kiuchumi. Niambie, ungeacha vita ama ungeendelea navyo ili ukamilishe, au ungeacha ili kukutana na mafaili ya Epstein? Na ukikutana na mafaili ya Epstein ina maana ni moja kwa moja unakwenda kuwa impeached kwenye uongozi, kwa sababu yale mambo yakiwekwa wazi na manake wewe tena huna sifa za kuendelea kuwa rais. Ukiendelea na vita unaendelea kupigwa. Option iliyobakia labda adondoshe bomu la nyuklia pale Iran. Pengine inaweza kawa hivyo. Ukifanya hivyo unaruhusu mataifa mengine yote ambayo yana mabomu ya nyuklia yaanze kuyatumia. Niambie, ungekuwa wewe ndo kilanja wa dunia bwana Donald Trump, ungefanyaje? Na kuachia kwenye comment section. Niambie mtu wangu nguvu ili tuweze kwenda sawa.